Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Bado tupo katika kitabu cha Haramu. Upo nami Uncle Bello. Nitarejea kidogo sehemu iliyopita. Atamjua nani sasa? Wakati kila siku analala na wanaume sijui wangapi. Utahangaika maisha yako yote kwa laana zako. Haya sasa, njoo upate kinywaji. Njoo poze makali ya maisha. Njoo sahau machungu yako. Njoo unywe basi hela zako. Njoo upate gongo ikurudishie hela zako ni kuibiazo kila siku. Alisema akitazama ile chupa ya Fanta. Alipoona haina kinywaji cha kutosha, aliinama chini kuchukua chupa nyingine. Endelea kusikiliza Haramu. Vitu vingi vilipita kichwani mwangu. Nilikuwa nimesikia kila kitu alichokuwa amekisema. Masudi alikuwa amenita tena mimi mtoto haramu, mtoto laana, mtoto asiye na babake. Uchungu mkubwa ulinikaba koo. Alikuwa pia amekubali kuwa huniibia hela zangu kila siku. Anafahamu kuwa mimi ni maskini na shida ndizo zinazonizungusha kila mahali. Kwa nini aniibie? Kwa nini anidhulumu? Anajua shida zangu zote na bado ananidhulumu na kuniibia, na bado anasema nitaendelea kuteseka milele. Kwa hiyo hakuwa na hata na mpango wa kujirekebisha. Alitaka kuendelea kunidhulumu kila siku. Vitu vyote hivi viliongeza hasira yangu. Nilichukia sana. Nilitazama pembeni na kuona jiwe kubwa lililokuwa hatua chache kutoka pale nilipokuwa nimesimama. Nililinyanyua na kwa hasira kuu nilimkimbilia Masudi. Masudi ndo alikuwa amechukua chupa nyingine na sasa alikuwa akinyanyuka na kutaka kugeuka upande nilokuwepo. Kabla hajanyanyuka na kugeuka, niliinua jiwe juu na kulishusha kwa nguvu kisogoni mwake. Puu! Kishindo kikubwa kilisikika wakati jiwe likigonga kichwa chake. Mama! Alipiga yowe na kudondoka chini kwa kishindo. Niligeuka nyuma nianze kukimbia, lakini mtu mmoja alinikamata mguu na kuniangusha chini. Umeua! Umeua! Tunakupeleka polisi. Bahati, umeua! Nilishtuka toka usingizini na kujikuta nikihema kwa haraka. Nilikuwa nimejizungusha na kuiacha ngozi yangu pembeni kabisa. Nilikaribia kuifikia shuka iliyokuwa ikitenganisha na chumba cha mama. Kwa sekunde kadhaa nilikaa chini nikitweta. Ingawa ilikuwa usiku na kulikuwa na ubaridi, lakini nilikuwa natoka majasho. Nilirudi na kuketi kwenye ngozi, niliendelea kutweta. Ilikuwa ni ndoto ya kutisha sana. Nilikuwa nimemuua mtu ndotoni. Maana yake nini? Je, ilikuwa ni ishara kuwa nitakuja kuua mtu? Nitamuua Masudi? Je, ni kweli kuwa Masudi huniibia hela zangu? Hata kama alikuwa akiniibia, nisingeweza kamwe kumuua kwa sababu hiyo. Kumuua kusingesaidia chochote na wala hela zangu zisingerudi. Mungu nisaidie, nisiue mtu maishani mwangu. Niliomba kimya kimya, sitaki kuua mtu maishani mwangu. Bora niachane na Masudi na kwa malake la iko siku. Kama litaletea madhara siku za usoni. Nilihisi kubanwa na haja ndogo, nikajinyanyua kwenda msalani. Ghafla nilihisi kusikia kitu. Kulikuwa na sauti toka kushoto kwangu, upande ambao mama alikuwa akilala. Nilitulia tuli kusikiliza kulikuwa na nini. Moyo ulinidunda haraka haraka kwa woga. Giza totoro lilijitanda kote. Giza lilitisha sana. Kulikuwa hakuna mwangaza hata kidogo. Nilisikia hadithi nyingi za mashetani yatembea usiku na kunyonya damu za watu waliolala. Watu walikufa wakiwa usingizini. Nilihisi mle ndani kulikuwa na shetani limekuwa limetufuata. Nilikumbuka pia simulizi za wachawi watembea usiku. Walikuwa wakiwachukua watu kwenda kuwafanyisha kazi. Watu walikwenda kuwalimia au kuwabebea mizigo yao. Yote haya yalifanywa usiku wakati watu wa kawaida wamelala usingizi mzito. Uoga ulinizidi maradufu. Nilitamani nipige kelele ili mama naye aamke.
kidogo nilihisi hatua zikitembea toka upande wa mama kuelekea mlangoni. Hazikuwa hatua za mama kwa sababu nilishajua mama alivyotembea. Ilikuwa wazi kabisa kuwa kulikuwa na mtu mwingine mle ndani. Nilipata wazo la kutisha zaidi ambalo lilizidisha woga wangu. Nilihisi kulikuwa na muuaji ndani ya nyumba. Alikuwa ametoka kumuua mama na sasa alikuwa anaondoka. Nilizidi kutishika na kuogopa zaidi. Nilikuwa karibu kupiga kelele za mwizi niliposikia karibu tena kesho. Ilikuwa sauti ya mama. Kwa muda sikujua nilikuwa katika hali gani. Nilikuwa na mchanganyiko wa mawazo. Kumbe hakuwa mtu mbaya, hakuwa mwizi, mchawi wala muuaji. Alikuwa mgeni wa mama. Ni nani? Mgeni gani saa hizi? Na kwa nini anaondoka usiku? Kuna nini? Asante. Ilikuwa sauti ya kiume. Sasa ilikaribia mlangoni. Alikuwa akitoka ndani kwenda nje. Nilichungulia kwenye tundu mojawapo la kanga kumuona mtu yule. Sikuweza kumuona vizuri sana kwa sababu ya kiza. Hata hivyo niliweza kumuona mtu mrefu, mpana. We nani? Nilishtukia nimemuuliza wakati yule mtu alipoanza kufungua mlango ili atoke nje. Msikilizaji, endelea kusikiliza Haramu. Yule mtu alisimama wima kama vile alikuwa ameambiwa simama ghafla. Naona naye hakutegemea kama ilitokea sauti mle ndani. Kwa sababu ya usingizi, sauti yangu ilikuwa nzito na iliyotoka kwa ghafla. Na unafanya nini humu ndani saa hizi? Bahati, mwache, alikuwa mama akiongea kutoka kitandani mwake. Nilipigwa tena na bumbuazi. Pale pale wazo lingine likaniingia. Inawezekana yule mtu alikuwa ndiye baba yangu. Inawezekana baba anakuja nyumbani usiku na kuondoka pia usiku wa manane. Inawezekana baba anataka tu kuonana na mama na hataki kuonana na mimi. Inawezekana baba hataki kuniona. Na kwa nini mama hanambii? Inawezekana baba na mama wote hawataki mimi kujuana na baba yangu. Inawezekana ndo laana nilionayo. Hakuna mtu aliyenikubali zaidi ya mama yangu, niliwaza. Wewe ndiye baba yangu? Nilijikuta nikiropoka. Yule mtu alibaki amesimama vile vile. Bahati, nimekwambia muache. Unamuuliza nini? Kwani husikii unapoambiwa mara moja? Huna adabu mjinga wewe? Alikuwa amekasirika. Na wewe si uondoke? Unasimama hapo na ngoja nini? Nilimgeukea yule mtu. Yule mtu alivuta mlango na kutoka nje. Mlango ulijimamiza wenyewe kwa kelele. Nilibaki nimesimama nisijue la kufanya. Mambo mengi yalikuwa kichwani. Sikuwa na uhakika nilikuwa nawaza nini. Ingawa nilijua kuwa nilikuwa na mambo mengi kichwani. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Ilionekana kulikuwa na mambo mengi ambayo sikuwa na majibu yake. Sikuwa na uhakika kama bado nilikuwa kwenye ndoto nyingine baada ya ile ya Masudi. Mkojo nao ulizidi kunibana. Nilivuta mlango ambao uliachwa wazi na yule mtu na kwenda chooni. Choo kilikuwa cha shimo na hakukuwa na paa. Nikiwa nimesimama nikikojoa, kulikuwa na nyota nyingi angani. Macho yangu yalivutwa kwa nyota moja ilikuwa ikitembea kwenda kugonga nyota nyingine. Niliendelea kuiangalia nikitarajia kuona mgongano wa nyota. Hatimaye ile nyota ilifikia nyota nyingine. Kwa mshangao wangu hakukuwa na mlipuko wowote. Ile nyota iliyokuwa ikitembea ikapotea tu. Nahisi labda ilikuwa imejigota kwenye ile nyota nyingine na kuacha kutembea. Zile nyota zilinikumbusha kuwa sikuwa naota, nilikuwa macho baada ya kuota ndoto mbaya ya Masudi. Nilitoka chooni, nilisimama katikati ya choo na nyumba yetu. Kulikuwa na upepo wa baridi nje. Niliendelea kusimama pale nikiwaza mambo mengi. Mama yako ni mzinifu, kazi yake kuuza mwili wake kwa wanaume. Niliyakumbuka baadhi ya maneno ya Masudi kwenye ile ndoto ya kutisha. Inawezekana kazi ya mama kuwa ni uzinifu? Niliwahi kusikia kule Uswahilini kulikuwa na vibanda vya wanawake. Wanawake wale walikuwa wakiwakaribisha wanaume ndani. Wanaume nao walilipa kwa kuwatembelea wale wanawake. Kuna siku mimi, Morris, Majuto na marafiki zangu wengine tulianza kampeni ya kupambana na wale wanawake wazinifu wenye vibanda Uswahilini. Kwa bahati wote walikuwa wakikaa eneo moja Uswahilini lijulikanalo kama Uswahilini Magot. Sikujua kwa nini liliitwa hivyo. Siku hiyo tulipita kuyapiga mawe mabanda ya wanawake hao. Tulitumia mawe makubwa na madogo. Mawe mengine tuliyarushia madirishani na kwenye mabati. Wenyewe tulisikia raha, tukijipa matumaini kuwa
tulikuwa tukimfurahisha Mungu. Mungu hapendi biashara ya umalaya. Kufika nyumbani, nilikuta mama analalamika. Alisema walipita watoto watundu na kuishambulia nyumba. Walirusha mawe dirishani na mlangoni. Mlango ulikuwa umebomolewa. Tangu siku hiyo aliweka makaratasi ya magazeti dirishani. Siku hiyo nilishikwa na simanzi sana. Nilijua mama naye alikuwa akifanya biashara za wale wanawake wa Uswahilini Magot. Niliwahi baada ya siku hiyo kusikia watu wakisema kuwa mama naye alifanya kazi ya uzinifu, lakini walinyamaza kuendelea kuzungumza waliponiona. Hii yote ni kwa sababu wewe umezaliwa kutoka kwenye uzinifu. Nilikuwa kama namsikia Masudi akiyatamka kwa dharau yale maneno. Nilihisi inawezekana nilikuwa nimetokana na uzinifu, na ndiyo maana mama alikuwa hawezi kunieleza chochote kuhusu baba yangu. Kama mama alilala na wanaume wengi kila siku, asingeweza kujua ni nani alikuwa baba yangu. Niliwaza pia kuwa kazi yake ile ndio ilikuwa sababu ya kunizuia kurudi nyumbani mapema kabla ya wakati aliokuwa akitaka, na pia kunilazimisha kuwahi kulala. Lakini kwa nini? Kwa nini mama afanye kazi kama hii? Kwani hakukuwa na kazi nyingine awezayo kuifanya? Utahangaika kwa kila kitu ukifanyacho. Maneno ya Masudi yalikuwa kama yanasemwa na mtu aliyesimama pembeni yangu. Kwa nini mimi? Nilisema kwa sauti ya uchungu. Kulikuwa na kitu kigumu kilichonikaba kooni na kuzuia hewa kupita kwa urahisi. Nilihisi pumzi ikipita kwa shida, ikawa kama nimeishiwa na pumzi. Machozi yalianza kunitiririka. Eneo zima la Uswahilini kulikuwa kimya kabisa. Sauti chache zilizosikika zilikuwa za makuti yaliyopeperushwa na upepo uliokuwa ukivuma. Inaelekea sauti yangu ilikwenda mbali mpaka mama akaisikia. "Wewe Bahati, kuna nini?" Nilimsikia mama kutoka mlangoni. Sauti ya mama ilinishtua na kurudisha tena nyumbani. Mawazo yalikuwa yamenipeleka mbali kabisa. Hakuna kitu mama," nilisema kiuoga, nikifuta machozi haraka haraka kwa kiganja. Nilihisi angeweza kuniona nikilia, japo kulikuwa na giza totoro. "Hebu ingia ndani usije kupigwa na wezi," alisema. Nikajikongoja na kurudi ndani. "Usifunge mlango," mama alisema. Nirudisha mlango na kuelekea kwenye ngozi yangu. Nilikusanya kanga yangu ambayo nilikuwa nimeitupa pembeni ya ngozi, nikajipinda na kujifunika gubi gubi. Haikuchukua muda mrefu, mara nilisikia mlango ukisukumwa kwa ndani. Nilihisi mtu akiingia. Yule mtu alitembea akiburuza miguu yake chini. Bila shaka alihofu kukanyaga kitu kwenye ile giza. "Ngoma imo humu ndani," alisema kwa sauti. "Shh, vipi? Kuna nini?" Yule mtu alishafika kitandani na alionekana kushangazwa na onyo aliokuwa amepewa. Walianza kuongea kwa kunong'ona. Hata hivyo, sauti ya yule mtu ilikuwa kubwa kiasi kwamba nilisikia kila kitu walichokuwa kikisema. Sikusikia hata neno moja toka kwa mama. Ilikuwa kama vile yule mtu alikuwa akiongea mwenyewe. Hata hivyo, nilijua alikuwa akiwasiliana bila tatizo. Msikilizaji, endelea kusikiliza Haramu. "Shilingi ngapi leo mpaka asubuhi?" nilimsikia yule mtu akiuliza. Sikuweza tena kulala usiku ule. Kulikuwa na kelele za ajabu mle ndani. Ulikuwa ni usiku ambao nilijua nilikuwa kwenye ndoto nyingi. Kulikuwa na mambo makubwa ambayo sikuweza kabisa kuelewa. Niliamini kabisa kwa yule mama alijua kuwa nilikuwa nimelala. Kuna wakati hata alianza kujibizana na yule mtu ambaye alikataa kutoa hela. Wakati akipewa hela, nilikuwa naona mwangaza wa kurunzi. Bila shaka mama alikuwa anahakikisha usawa wa ile hela alizokuwa amepewa. Nilijuta kwa nini nilikuwa macho usiku huo. "Mama yako ni mzinifu ambaye anauza mwili wake kwa wanaume." Maneno ya Masudi yalinirudia tena na tena. Niliyakumbuka tena maneno ya watu kuwa mama aliuza mwili wake. Uchungu uliniuma, lakini sikuwa na la kufanya. Siku hiyo niliamka asubuhi na mapema kabla ya saa zangu za kuamka. Niliweka kanga yangu juu ya ngozi na kuondoka. Wala sikumsalimia mama. Ilikuwa kama vile nilikuwa nikienda chooni, lakini sikurudi ndani. Hata vyombo sikuvitoa nje na kuanza kuvikosha. Nilikwenda chooni na nilipotoka nilipitiza huko kwa huko, japo kulikuwa bado kiza. Alfajiri hiyo milio ya jogoo walikuwa wakishindana kuwika
ulienea Uswahilini kote. Sikuwa hata nimenawa uso, nilianza kutembea vichochoroni bila kujua nilikoelekea. Msikilizaji, endelea kusikiliza Haramu. Siku ilikuwa Jumamosi. Niliendelea kutembea bila lengo na bila kujua nilikuwa naelekea. Nikajikuta niko sokoni Uswahilini. Msafara wa malori ulikuwepo kama kawaida na makuli walikuwa hawajaanza kuwasili. Malori yalikaa yakisubiri wafike. Nikawa natazama kwa mawazo mchanganyiko. Ningeweza kuwa wa kwanza na kujihakikishia kuanza kushusha mzigo pindi shughuli itapoanza. Lakini sikutamani kabisa kufanya chochote. Nilikuwa na mawazo mengi sana na nisingeweza kubeba magunia mazito katika hali ile. Kimya kimya nilijiondoa sokoni na kuendelea kutembea. Nilipita kwenye msururu wa mikokoteni iliyoungwa kwa pamoja kwa mnyororo mrefu wa chuma. Mwishoni ilikuwa imefungwa kwa kufuli moja la shaba. Ilikuwa mikokoteni zaidi ya 30 na yote ilikuwa mali ya mtu mmoja. Niliuona hata mkokoteni wetu wa iko siku, na ghafla machozi yalianza tena kunitiririka. Mkokoteni ule ulikuwa umenikumbusha ndoto ya Masudi na mengine yote yaliokuwa yamefuatia. Pale pale niliamua kutomuona tena Masudi na ule mkokoteni. Niliamua kubadili kazi na kutafuta kitu kingine cha kufanya. Niliendelea kutembea, nikajikuta nimefika baharini. Nikakaa chini ya mnazi ambapo siku zote nilipenda kukaa. Mawazo mengi yakawa yanapita kichwani. Nilikuwa mitaani, nikajaribu kufanya hiki na kile. Kwa miaka 3 sasa, na watu wamekuwa wakiendelea kunicheka na kunishtumu. Bado watu wananiona haramu na laana. Nimeshaipuka kukamatwa na polisi mara kadhaa na siku zote nimekuwa mwenyewe. Sina ndugu wala hata rafiki wa kukaa na kuongea naye. Hakuna mtu yoyote anejua nawaza nini na natamani nini. Matatizo yalikuwa yangu mwenyewe na furaha ilikuwa yangu mwenyewe. Nyumbani ambapo ningepata furaha na faraja hakukaliki. Mama haonekani na hana muda na mimi. Labda kila siku na kila saa ana wageni wake humo ndani. Mitaani sipendwi, nyumbani sitakiwi. Ni mtu wa aina gani? Nende wapi? Yote haya kwa sababu nilizaliwa kwenye familia yenye bahati mbaya, familia yenye balaa, familia yenye laana. Laana? Tulikuwa tumelaaniwa mimi na mama yangu. Tumelaaniwa na nani? Mungu. Kwani ni Mungu atulaani? Mama alikosa nini? Je, mama angekuwa tajiri bado tungekuwa tumelaaniwa? Lakini nani tajiri Uswahilini? Mbona sote ni maskini wa kutupwa tu? Hatuchekani. Tofauti zetu za hali ya maisha ni ndogo sana. Hata baba Morris si tajiri kiasi hicho. Ni tajiri zaidi tu ya watu wa pale Uswahilini. Angekuwa tajiri sana, bila shaka angekuwa uzunguni na sio Uswahilini. Kama ni maskini, sisi hatukuwa maskini kuliko wengine. Na wajua watu ambao ni maskini wa kutupwa kabisa, ambao hata kula walikula mara chache sana kwa wiki. Sasa tumelaaniwa nini? Na nani? Kwa nini sisi tu na sio wote tulioko Uswahilini? Kwani umaskini ndio kulaaniwa? Nani mwenye mamlaka ya kutangaza kuwa wengine walikuwa wamelaaniwa na wengine hawakulaaniwa? Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu inayofuata. Haramu. Ulikuwa nami Uncle Bello.